103.6 Radio Kibla FM. Tangu juma lililopita tulikuwa katika mlango muhimu, nao ni wa al-aniya, vyombo ambavyo tunavitumia kwa ajili ya kuweka maji ili kujitaharishia kwa kutawadha ama kukoga na hukumu zake. Tukaona asili ya vyombo vyote ni halali, havina uharamu katika utumiaji wake, isipokuwa baadhi ya makundi kadhaa ambayo tukayaorodhesha. Hayo ni katika vyombo ambavyo havipaswi kutumiwa kwa ajili ya kujitaharishia. Na asili ya uhalali huu unatokana na aya inayopatikana katika sura ya pili, Suratul Baqarah, aya 29. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah anasema, huwalladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye ndiye ambaye amekuumbieni ninyi vyote vilivyomo ardhini. Hii ni aya ambayo wanazuoni rahimahumullah, ukienda kwenye tafsiri ya Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, Tafsirul Azim, au tafsiri ya Saadi rahimahullah, utakuta maelezo yakieleza kwa kirefu na kina juu ya mafuhumu na ufahamu sahihi wa aya hii. Tukaona makundi ambayo yametolewa katika vyombo ambavyo havipaswi kutumiwa kwa ajili ya tahara. Moja katika makundi hayo, au moja ya hayo makundi, ni vyombo ambavyo vimetengenezwa kwa kupitia madini ya dhahabu na fedha. Vyombo vya aina hii Uislamu umekataza kuvitumia kutilia chakula, yani kulia katika vyombo hivyo, au kunywea katika vyombo hivyo, hali kadhalika kuwa na maji kwa ajili ya kujitaharishia. Na hayo ni kwa mujibu wa hadith ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika mapokezi ya Imam Bukhari rahimahullah, inayosema, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal-fidda wa la ta'kulu fi sahfiha fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah, msinywe katika vyombo vya dhahabu na fedha, wala msile katika masahani yake au masinia yake, hakika vyombo hivyo ni vyao wao katika dunia, yani wasiokuwa Waislamu, na ni vyenu ninyi kesho akhira, yani peponi. Allah tujalie tu wenye miongoni mwa watu wa peponi. Kundi la pili likawa pia ambavyo havitakiwi ni kila chombo ambacho kina najis, kina asili ya najis au ya najis chenyewe, hichi moja kwa moja hakifai kutumia kwa sababu tayari kina najis. Lakini wakati huo huo tukaruhusiwa kutumia hata vyombo vya wasiokuwa Waislamu, ili katika kulia chakula ama kunywea kinywaji chochote kile cha halali, au pia kutumia vyombo hivyo kwa ajili ya kujitaharishia. Na hao pia ni mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam katika mapokezi mengi sana, akionekana, tulizungumza kwa kirefu jana, akionekana alipokea chakula kutoka kwa mmoja ahlul kitab, yani Yahudi, na akala chakula kile wala hakuwa na shaka yote na kukataza. Kwa hiyo ikaonyesha wazi ni jambo linaloruhusiwa. Leo tuangalie kula chakula ama kunywa maji au maji yaliyomo kwenye chombo cha ngozi. Maji haya ukayahitaji kujitaharishia, kukoga ama kutawadha.
Je, hukumu yake ni nini katika sheria ya Kiislamu? Kwanza kabisa, ngozi inaweza kaa inatia shaka kidogo, ngozi inakuwaje kutia chombo na nini. Ukweli ni kwamba zamani hayo mambo yalikuwa ni ya kawaida, na kulikuwa unatengenezwa viriba, vyombo vidogo kwa ngozi, na wanatilia maji ya kunywa wanapokuwa safarini. Kwa hiyo hao pia yalikuwepo. Je, Uislamu unazungumzaje juu ya masala kama hayo? Usahihi ni kwamba tumeruhusiwa kutumia maji, chakula au kinywaji kilicho kwenye chombo cha ngozi yoyote ile ya wanyama ambao ni halali kuliwa, baada ya ngozi hiyo kusafishwa na kuondoshwa hali yake ya uchafu na kutengenezwa kuja kwenye hali nyingine ya matumizi. Na hapo naunganisha na mengine, hata uvaaji wa nguo ambazo zina asili ya ngozi hali kadhalika zimeruhusiwa, au socks ambazo zina asili ya ngozi hali kadhalika imeruhusiwa, makoti hali kadhalika. Tunafahamu leza asili yake ni ngozi. Tuangalie mazungumzo hapa. Je, mnyama sasa, ng'ombe anaruhusiwa kuliwa, mbuzi anaruhusiwa kuliwa katika sheria, ngamia na wengine wanaruhusiwa. Akiwa mnyama huyu amekufa, amejifia mwenyewe, au kibudu kwa maana hajachinjwa, je, ngozi yake inaruhusiwa kuitumia kwa ajili ya matumizi hayo? Nukta hii tunaambiwa jildatul mayyita, ngozi ya mzoga, idha dubigha tahura wajaza istimalihi liqaulihi sallallahu alayhi wasallam. Ngozi ya mzoga ikisafishwa na kufanyiwa dibagh, yani kubadilishwa rangi, tuangalia dibagh nini huku, basi ngozi hiyo inafaa matumizi yake, wala hakuna shaka. Na haya ni maneno ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Siku moja alipita njiani, akakuta kuna mbuzi amejifia pale, na watu wamemwacha, na wengine wanataka wamchukue mbuzi ule wakamstiri, wakamfukie, ili asiyeje akaleta hali ya hewa sio nzuri, akatoa harufu mbaya, sababu ni mzoga tayari. Sheria inakataza kumla. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipopita katika eneo hilo akawaambiaje, halla akhadhu ihabaha fadabaghuhu fantafa'u bihi, kwa nini hawakuchukua ile ngozi ya mnyama huyo kisha wakaisafisha ili wanufaike nayo? Baada ya mazungumzo haya, mtu mmoja katika maswahaba wakasema, faqalu innaha maita, hii ngozi wanataka waitumie, huyu ni mzoga, ngozi ya mzoga, shajifia mwenyewe huyu. Qala, mtume akasema, fa innama haruma akluha, kwa hakika si vinginevyo kilichoharamishwa ni kula nyama ya mzoga na si matumizi ya ngozi ya mzoga huyo. Na hapa matumizi yanaingia kila kitu ambacho mwanadamu anaweza kunufaika nacho kupitia kwa mnyama aliyekujifia mwenyewe, iwe ni pembe zake, iwe ni kwato zake, iwe ni manyoya yake na kadhalika. Haya ni tahara baada ya kusafishwa. Manyoya yanatumikaje? Pia ndio kiangalia baadhi ya makoti ndani kuna manyoya mengi, hasa wale yanatokana na yule kondoo wanaoishi katika miji ile ya baridi, wana manyoya mengi sana. Kuna kipindi nafika wale wanaofuga kondoo wale wanakwenda kabisa kwenye viwanda, wanawanyoa wale wanawanyoa kabisa wale manyoya, wanakusanya na kuuza, yanatumika katika matumizi mengine. Kwa hiyo mzoga yote aliyokufa au yule ambaye ni nyama yake asili yake ni halali, basi twaruhusiwa kunufaika kwa kile ambacho mwanadamu anufaika nacho, isipokuwa kula ndio haturuhusiwi.
wa hadha fima idha kanat almayta mimma tahillu adh-dhaka wa illa fala. Hukumu hii iko pekee kwa yule mzoga ambaye yuwaweza kuwa halali endapo angechinjwa kabla hajajifia mwenyewe, lakini nje ya hiyo hapo hairuhusi. Manake mnyama asioliwa moja kwa moja haruhusi. Wa amma sha'ruha fahuwa tahir, nywele zake manyoya yake ni tahara, nilivyosema pale mwanzo. Ay sha'rul maita almubahatu aklihi fi hali alhaya, makusudio yake manyoya ya mzoga ambaye yuwaruhusiwa kuliwa katika hali ile anakuwa hai akishachinjwa. Wa amma al-lahmu wal-'adham wal-'asaf fa innaha najsun wa muharram akluha, ama vitu vingi vyosalia, nyama, mifupa yake, yote hivyo ni haramu lakini kwenye kula. Liqaulihi ta'ala, qauli ya Allah mtukufu katika sura ya 6 aya ya 145, Allah anasema illa an yakuna maitah au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijs, vile ambavyo vimekatazwa kutumiwa katika ulaji tu. Allah akasema isipokuwa iwe ni mnyama ambaye maita ni mzoga, manake hajafanya nini, hajachinjwa, amejifia mwenyewe. Au daman masfuhan, au kunywa damu inayotiririka. Kuna watu wengine wanakunywa damu inayotiririka, wanaita kisusio. Nyama akichinjwa inakingwa chombo pale, ile damu inatiririka kwenye chombo, kisha inagandishwa, inapikwa. Ukiikuta shekhe utafikiri maini, kumbe ni damu. Damu pekee hapo imetajwa damu masfuha, damu inayochuruzika ama kutiririka, ndiyo haramu. Tafsiri yake ni nini? Kuna damu za aina mbili pekee ndizo ambazo Uislamu ruhusiwa kuliwa, nayo ni bandama na ini, sababu asili yake ni damu. Hizi asili yake zimeganda, haichuruziki. Hii ni ukitoa kuna vile vile tu, lakini damu kama damu mpaka ikae, igande, uigandishe. Kwa hiyo kwenye damu kama hiyo, kwenye maini, hapo Uislamu umeruhusu. Au lahma khinzirin, au nyama ya nguruwe, fa innahu rijsun, hiyo ni uchafu. Hapa aya hii inatoa ushahidi wa yale ambayo yamekatazwa kuliwa katika mizoga, damu itiririkayo, nyama ya nguruwe, hiyo vyote ni rijs, ni uchafu, haifai kuutumia. Ad-dibagh, jinsi ya kutwaharishwa nini ngozi hii mpaka iweze kutumika kisheria. Wa yahsulu ad-dibagh bitandhifi al-adha wal-qadhr alladhi kana fi al-jild, kusafisha ngozi au ad-dibagh katika lugha ya kisheria ni kusafisha na kuondoa maudhi na kero katika ngozi na uchafu katika ngozi ambayo ipo kwenye ngozi. Hapo ndiyo nasema nyama ngozi hii sasa ishasafishwa, ni halali kutumiwa katika matumizi mengine, hata kama ngozi hiyo ni ya mzoga katika wanyama ambao wanaruhusiwa kuliwa. Wa amma la tahilluhu adh-dhaka'u fa innahu jilduhu la yutahhar, ama wale wanyama ambao hawahalalishwi na kuchinjwa, manake wanyama hawachinjwi, hawaliwi, hawa ngozi zao kamwe hazitohariki na tumekataza kuzitumia. Wa ala hadha fajildul hirra wa ma dunaha min fil khilqa la yutharu bidabgh, hal kadhalika hata ngozi ya paka na wasiokuwa hao na wengineo haitohariki kwa kuisafisha. Walau kana fi hali hayati tahiran, hata kama paka asili yake katika uhai wake kigusa ni tahara. Huwezi ukasema nimetengukwa uzu, yani huwezi ukasema nguo yangu imepatwa na najisi eti kwa sababu nimeguswa na paka. La, paka asili yake ni tahara, lakini baada ya kufa paka ngozi yake tabaki kuwa si tahara, kwa sababu asili ya kila mnyama asioliwa ngozi yake pia haifai kutumiwa katika matumizi yoyote yale, ni haramu kutumiwa hata ikisafishwa. Na kinyume chake, ngozi ya wanyama ambao wanaliwa inaruhusiwa kutumiwa sawa sawa mnyama huyo amepoteza maisha kwa kuchinjwa au amejifia mwenyewe, yani mzoga, hiyo pia inafaa kutumika. Wallahu a'lam.
Walkhulasa, ufupisho, anna kulla hayawanin mata wa huwa min maakuli lahmi fa inna jildahu yutharu bidibaghi. Kwa ufupisho tu, kila mnyama aliyekufa lakini mnyama huyo asili yake nyama yake ni halali kuliwa, basi ngozi yake hutaharishwa kwa kusafishwa tu kwa dibagh. Wa kullu hayawanin mata wa laysa min maakuli lahmi fa inna jildahu la yutharu bidibaghi. Na kila mnyama aliyejifia na mnyama huyo asili yake haliwi nyama yake, hali kadhalika huyu ngozi yake haitahariki na ni haramu kuitumia ngozi yake ambayo imepatikana kwa mnyama huyo. Hichi ni kipande kifupi cha leo. Leo tunaona kipande ni kifupi sana, na nimehofia kuchanganya majambo kwa sababu kesho tunaingia katika mlango mpya kabisa ambao unahusu masuala ya qada'ul haja na tahara kwa ujumla wake. Wallahu a'lam. Naam, karibuni kwa maswali. Jana kuna viporo vingi vya maswali hapa, tukasema jamani kesho pia ipo. Sasa au yashasahaulika sababu somo la jana lilikuwa ni pana kidogo na maeneo ya kuuliza yalikuwa ni mengi. Naam, karibuni, tafadhali. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asili itakuwa ni ile ile kwa sababu damu asili yake ni haramu kuliwa na kunywewa. Sawa sawa itanywewa karibu ile wakati mnyama ndio anatokwa ile damu baada ya kuchinjwa, bado kwa haramu kwa pale pale. Ni jambo baya sana, halifai katika sheria. Ni madhambi makubwa kufanya hivyo, ni katazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhali. Ni kama tulivyolizungumza pale mwanzo, hata kisusio sio na nini, lugha nyingi. Yaani damu yote ile ni haramu kuliwa. Sawa sawa imechakatwa na kuja katika hali ya kuwa kuganda kama maini, bado uharamu wake uko pale pale. Kwa hiyo moja kwa moja kwa mujibu wa hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni katazo, haifai kutumiwa. Hata kama utaichakata iwe nyama kabisa, nije katika hali nyingine itakuwa ni haramu tu. Na niongeze tu jambo hapo, damu inayozungumzwa ni iwe nyingi. Maana kuna mfano mtu unaweza kuwa umechinja mnyama wako ukawa unachoma ile nyama, kuna vidamu vimesalia kwenye nini, kwenye ile nyama, ukawa unakula ile, haina shida, matone machache yale, sababu nyama ikichoma kutumia inaweza damu yote isitoke. Na hata kwenye kupika unaweza ukaosha nyama wakati unapika, lakini kuna athari fulani ya damu katika kuipika kwako imechanganyikana na nyama. Hii ni damu chache ambayo hukumu yake haina shida. Allahu a'lam. Na mashaallah. Vitu vyokufa vitu au kusudia ngozi au kutoharishwa kwake ni kuwa safi tu katika hali ambayo inajulikana katika kiada na desturi. Damu zake zimetoka, harufu yake ile. Na kwa mujibu wa wanazuoni kimezungumzwa sana kile kutumia chumvi. Walikuwa wanatumia chumvi zama za zamani kusafishia hizi ngozi.
Kwa hiyo ni njia yoyote ambayo itafanya ngozi ile isafike, iondokane na harufu yake ile kali na damdamu zile na vitu ambavyo vinaonyesha kwamba ni uchafu katika ngozi ile. Ikishakuwa katika hali hiyo, tayari ngozi hii ishakuwa inafaa kutumiwa, endapo tu ni ngozi ya wanyama ambao ni halali kuliwa nyama zao. Tayeb, tushike na hayo siku hii leo. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. 103.6 Radio Kibla 10 FM.